M23 wateka wagonjwa 130 hospitali. Umoja wa Mataifa umesema wapiganaji wa M23 umewateka karibu watu 130 kutoka hospitali ya mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Goma, unaodhibitiwa na waasi hao. Umoja wa Mataifa umesema wiki iliyopita M23 iliwachukua watu 116 kutoka hospitali ya Ndosho mjini Goma na 15 wengine kutoka hospitali ya Eli Africa kwa madai kuwa wao ni sehemu ya jeshi la Kongo au wanamgambo wanaounga mkono serikali ya Kongo. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, Levina Shamdassi, alisema katika taarifa kuwa ofisi hiyo ina wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa hali ya kiafya ya wagonjwa hao waliotekwa na waasi wa M23. Mfanyakazi mmoja hospitalini hapo, akiongea kwa sharti la kutotaja jina lake, amethibitisha utekaji huo ambapo alisema ulifanyika usiku wa kuamkia Jumatano. Tangu walipotoa tena silaha mwaka 2021, waasi wa M23 wameyakamata maeneo ya mashariki mwa Kongo yenye utajiri wa madini, ikiwemo mji mkuu wa Kimbo la Kivu Kaskazini, Goma, mwishoni mwa Januari. Ni taarifa kutoka huko Kongo. Hatimaye Umoja wa Mataifa umesema wapiganaji waasi wa M23 umeteka karibu watu 130 kutoka hospitali ya mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Goma, unaodhibitiwa na waasi hao. Deni la shilingi 2,000 la mfunga mzee Shezali jela miaka 4. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Iringa imemhukumu kifungo cha miaka 4 jela mzee Shezali Kambole mwenye umri wa miaka 74 ambaye ni mkazi wa Sentema kwa kosa la kumchoma na kitu chenye ncha kali ambaye inadaiwa kuwa ni mdeni wake Philibert Bai mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa mtaa huo wa Sentema uliopo katika manispaa ya Iringa. Imeelezwa mahakamani hapo kuwa mshtakiwa mzee Shezali Kambole alikuwa akijishughulisha na shughuli za kuuza mipini ya majembe, ambapo alikuwa akimdai marehemu Philibert Bai kiasi cha deni la shilingi 2,000. Siku ya tukio imeelezwa kuwa wote walikuwa klabuni wanakunywa pombe. Ndipo mzee Shezali alikumbushia deni lake kwa Philibert, "Wanaomba deni langu." Ndipo marehemu alijibu, "Silipi hilo deni." Baada ya majibizano ya muda mrefu, mzee Shezali akaanza kumpiga marehemu sehemu mbalimbali za mwili wake, kisha akamchoma na kitu chenye ncha kali kifuani upande wa kushoto. Imepelekea Philibert kupoteza damu nyingi na kupoteza maisha. Mshtakiwa alipopewa nafasi ya kujitetea alikiri kutenda kosa hilo, huku akiomba mahakama impunguzie adhabu kwa kuwa kosa lake la kwanza, na isitoshe alikuwa na hasira na ulevi, huku akiomba kuwa yeye ni mzee mwenye umri wa miaka 74 na tegemeo kwa familia yake. Hukumu ya kesi ya kuua bila kukusudia ilisomwa na Jaji Angaza Mwaipopo wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Iringa, na upande wa jamhuri ulisimamiwa na wakili Babati Shengoma pamoja na Majid Matitu, huku upande wa mshtakiwa ukiwasilishwa na wakili Jeli Mungo pamoja na Asifiwe Mwanjelo. Ni taarifa kutoka Iringa. Hatimaye Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Iringa imemhukumu kifungo cha miaka 4 jela mzee Shezali Kambole mwenye umri wa miaka 74 ambaye ni mkazi wa Sentema katika kosa la kumchoma na kitu chenye ncha kali ambaye inadaiwa kuwa ni mdeni wake Philibert Bai mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa mtaa huo wa Sentema uliopo katika manispaa ya Iringa. Rwanda yatoa kauli Ujerumani imeingiza siasa mzozo wa DRC. Serikali ya Rwanda imesema kitendo cha nchi ya Ujerumani kusitisha misaada kwa Rwanda kutokana na mashambulizi ya kundi la waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni sawa na kuingiza siasa katika ushirikiano, kitendo ambacho ni kosa na jambo lisilo na tija. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda imesema Ujerumani, ambayo inajinasibu kuwa ni nchi inayopanga na kuona mzozo huo unaisha, haipaswi kuchagua upande kwenye kile kinachoendelea huko nchini DRC. Rwanda itaendelea kulinda usalama wa taifa lake huko kushiriki kikamilifu kwenye mchakato wa kuimarisha amani ya kanda ya nchi yake. Ni taarifa kutoka nchini Rwanda. Hatimaye serikali ya Rwanda imesema kitendo cha nchi ya Ujerumani kusitisha misaada kwa Rwanda kutokana na mashambulizi la kundi la waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni sawa na kuingiza siasa katika ushirikiano,
kitendo ambacho ni kosa na jambo lisilo na tija. CDF wafariji familia ya aliyeuawa DRC. Mkuu wa majeshi Tanzania General Jacob John Mkunda amewasili Zanzibar katika viwanja vya Abeid Amani Karume kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kufariji familia ya Sergeant Mohamed aliyepoteza maisha Januari 24 mwaka huu baada ya kushambuliwa na kundi la waasi wa M23 mashariki mwa Kongo, ambapo Sergeant Mohamed alizikwa Februari 13 visiwani Zanzibar. Baada ya kuwasili, General Mkunda alifika samaki Zanzibar na kuonana na familia ya marehemu, kisha kutoa mkono wa pole, kisha kusisitiza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alitamani kufika mwenyewe, lakini amenituma kuwasilisha salamu za lambilambi kwa familia hii. Aidha, General Mkunda alisema Tanzania ilipeleka wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia kurejesha amani, lakini katika mapigano yaliyotokea wanajeshi wawili wa Tanzania waliuawa, ambapo ilisisitiza kuwa mchango wao ni sehemu ya juhudi za kulinda amani katika eneo hilo. Ni taarifa kutoka Zanzibar. Hatimaye mkuu wa majeshi Tanzania General Jacob John Mkunda amewasili Zanzibar katika viwanja vya Abeid Amani Karume kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuifariji familia ya Sergeant Mohamed aliyepoteza maisha Januari 24 mwaka huu baada ya kushambuliwa na kundi la waasi wa M23 mashariki mwa Kongo, ambapo Sergeant Mohamed alizikwa Februari 13 visiwani Zanzibar. Watu 20 wakamatwa kwa kula mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Polisi wa Kiislamu katika jimbo la Kano kaskazini mwa Nigeria wamewakamata Waislamu 20 waliokuwa wakila mchana hadharani wakati mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo pia watu 5 wamekamatwa kwa kuuza chakula, huku naibu kamanda wa polisi Mujaji Muumini akisisitiza kuwa msako huo utaendelea mwezi mzima. Muumini amesema hatua hiyo inalenga kudumisha heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani Waislamu wanapaswa kufunga kuanzia alfajiri hadi jua linapozama. Pia ameeleza kuwa wale waliokamatwa tayari wamefikishwa katika mahakama ya sharia kwa ajili ya kuchukuliwa hatua za kisheria. Mbali na hilo, polisi wa Kiislamu wa Isbad pia wamewakamata watu waliovaa mavazi yanayokiuka maadili ya Kiislamu, wakiwemo waliokuwa na nywele zisizoruhusiwa na madereva wa bajaji waliowachanganya abiria wa jinsia tofauti. Mfumo wa sharia unaendelea kutumika katika baadhi ya majimbo kaskazini mwa Nigeria kwa Waislamu tangu kuanzishwa kwake zaidi ya miaka 20 iliyopita. Ni taarifa kutoka nchini Nigeria. Hatimaye polisi wa Kiislamu katika jimbo la Kano kaskazini mwa Nigeria wamewakamata Waislamu 20 waliokutwa wakila mchana hadharani wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo watu 5 wamekamatwa kwa kuuza chakula, huku naibu kamanda wa polisi Mujaji Muumini akisisitiza kuwa msako huo utaendelea mwezi mzima. Hali ya Papa yaimarika kiasi huko Vatican, Italia. Vatican imethibitisha kuwa afya ya Papa Francis inaendelea kuimarika kidogo kidogo baada ya kupitia changamoto ya upumuaji, ambapo taarifa zinaeleza kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki hahitaji tena mashine ya kusaidia kupumua, huku madaktari wakiendelea kufuatilia maendeleo yake kwa karibu zaidi. Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amekuwa akikabiliwa na matatizo ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu. Ingawa Vatican haijatoa maelezo zaidi kuhusu matibabu anayopokea, lakini hali yake yalimeripotiwa kuimarika kidogo kidogo. Waumini na viongozi wa kidini duniani kote wamekuwa wakifuatilia kwa karibu afya yake, wakitarajia atarejea katika majukumu yake haraka iwezekanavyo. Ni taarifa kutoka nchini Italia. Hatimaye Vatican imethibitisha kuwa afya ya Papa Francis inaendelea kuimarika kidogo kidogo baada ya kupitia changamoto ya upumuaji, ambapo taarifa zinaeleza kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki hahitaji tena mashine ya kusaidia kupumua, huku madaktari wakiendelea kufuatilia maendeleo yake kwa karibu zaidi. Wananchi wafunga barabara ya Igunga. Wananchi wa Igunga mjini mkoani Tabora wamefunga barabara kushinikiza kwamba magari yasiingie wala kutoka mjini kutokana na ajali ambayo imetokea muda si mrefu, ambapo mtoto aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 7 hadi 9 kugongwa na kufariki hapo hapo katika eneo hilo.
Ripoti kutoka eneo hilo zinasema mkuu wa kituo cha polisi wilaya ya Igunga amefika na kuwaomba wananchi wayaruhusu magari kuondoka ili yawahi safari, ambapo wananchi wamekubali, lakini wametoa sharti kwamba mkuu wa wilaya hiyo afike kuongea na wananchi. Ni taarifa kutoka Igunga. Hatimaye wananchi wa Igunga mjini mkoani Tabora wamefunga barabara kushinikiza kwamba magari yasiingie wala kutoka mjini kutokana na ajali ambayo imetokea muda si mrefu, ambapo mtoto anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 7 hadi 9 kugongwa na kufariki hapo hapo.